hapa, kwa maana apeleki mashambulizi mbele, lakini shughuli yake anayoifanya golini kuilinda milingoti mitatu imekuwa ni bora zaidi, na ambayo inawafanya Simba kuwa bora zaidi. Lakini sofa kitu ambacho wanatakiwa zaidi kukifanya Simba, tayari washaendana na AS Vita, tayari washawamudu AS Vita, kwa maana kwamba washaendana vile ambavyo AS Vita ambavyo wanacheza. Kitu ambacho anatakiwa kukionyesha kocha Didier Gomes da Rosa, ajaribu kumtoa Chris Kope Mushimba Mugalu, amuongeze amwanzishe pale nani Medi Kagere, akisha mwamisha Medi alafu ni mwingize Bernard Morrison aje kucheza namba 7, alafu Luis Mixon atokee namba 11 mbele pale, msimamishe Medi Kagere, tayari anaweza kutengeneza kitu ambacho kinaweza kufanya yeye kufanya kuweza kupata matokeo. Lakini bado naiona kipindi cha pili kwa upande wa Simba wanahitaji zaidi kufanya mabadiliko, hususan katika eneo la ushambuliaji. Sawa, Chris Mugalu ni mmoja mchezaji ni mzuri zaidi, lakini bado hajanishawishi mimi, kwa maana katika eneo la ushambuliaji kujaribu kutengeneza nafasi imekuwa ni ngumu zaidi. Lakini kwa plani Simba bado kwa mengi nao walikuwa wanahitaji zaidi mno kuhakikisha kipindi cha kwanza at least wapate goli au watoke sare. Lakini hii inakuwa ni faida kwa upande wa Simba kama mechi moja huko na AS Vita huko. Kwa hiyo Simba gani au namna gani, mechi ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi kwa upande wa AS Vita. Ukimwangalia hapa Pika Bamba Shishimbi, sio Shishimbi yule alikuwa Yanga, alikuwa anacheza vizuri. Mama Simon Mosola amepeleka pressure kubwa sana katika lango lake, lakini kwa mfumo ambao wanaotumia ila kubwa mno, kwa wanao hakika kuingiza tu kama kina Bernard Morrison, akiingia Bernard Morrison, akitoka Zamiru Yasini Lalibwadi akija kucheza kama namba 8 pale, tayari kabisa kwa sababu Bernard Morrison ana speed, ana uwezo wa kuforce mashambulizi. Hasa itawafanya sasa kina Clatous Chota Chama wanapokuwa wanapiga zile counter attack, ambayo tutamkuta sasa Clatous Chota Chama atakuwa anaangalia kwamba Nixon yani na kuswitch tu kama Medi Kagere na kuweka mipira katika wavu. Lakini bado naiona Simba wanayo matumaini ya kuhakikisha kabisa kwamba wanakwenda kupata matokeo katika mechi ya leo. Naiona Simba ambayo itakuwa na matumaini makubwa kuweza kupata matokeo katika mechi ya leo, kama tu wataamua kucheza kwa tahadhari hii ambayo walianza nayo kipindi cha kwanza, kwa sababu kikubwa wanatakiwa tahadhari. Na siku zote unapokuwa ugenini, faida ya wewe ambayo unakuwa ni mgeni, unakuwa na faida mbili. Kwanza kabisa unakuwa unahitaji pointi 3 au pointi 1, lakini ukiambulia pointi 1 inakuwa ni faida kwa wewe, lakini pia inakuwa ni hasara kwa mwenyeji, kwa sababu yeye anakuwa anahitaji zaidi kupata alama 3, kwa sababu inafika ile kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo kumwangalia kocha Fiorente Ibenge, mpaka kuna muda akanyanyuka anajaribu kuwapanga wachezaji wake na kuambia ni jinsi gani au namna gani ambavyo jaribu kucheza, lakini kila kijaribu kuelekeza bado ngoma inakuwa ni ngumu zaidi. Kumwangalia mtu kama Fiston Kalala, kumwangalia Joash Onyango amezidi kuwa bora zaidi katika eneo la ulinzi, japo kwa maana kwamba amekuwa kazi kubwa anafanya Mohamed Hussein Shabalala. Kwa sababu gani? Mohamed Hussein Shabalala ana speed, kule upande wa CJ Pasco hawa Shomari Kapombe ana speed. Kwa hiyo sasa Shomari Kapombe pamoja na CJ Pasco hawa alichokifanya ni kujaribu kupunguza speed hawa kina Fiston Kalala, kina Glody Lilepo, kwa ajili wakiwapunguza wanavyowapunguza speed. Kwa hiyo sasa ile mipira ambayo itakuwa inaenda kwa kina Joash Onyango tayari itakuwa ni mipira ambayo imesha poa, ambayo sasa itakuwa inafanya inawapa sasa wakati mzuri na Joash Onyango pamoja na CJ Pasco hawa. Hiyo ni credit ambayo kocha kwa maana kwamba Didier Gomes da Rosa aliweza kucheza trick hiyo vizuri mno, na kipindi cha pili huenda akacheza na trick hiyo kwa maana kwamba Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe nyakisheni mnatembea hawa na kina Makabi Lilepo na Flodi Lilepo, mnatembea na hawa kina Fiston Kalala, ili kuhakikisha kabisa kwamba mwacha CJ Pasco hawa pamoja na Joash Onyango wakiwa imara zaidi, na kuhakikisha timu iweze kupata matokeo, timu iweze kupata ushindi. Kwa hiyo mechi ni ngumu, mechi ni nzuri kweli kweli. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Na mtazamaji wa Mbio Sauti Kuu TV, na hii ilikuwa ni tathmini ya dakika 45 za kipindi cha kwanza klabu bingwa
45 za kipindi cha dakika 90 kutamatika. Mechi inapigwa katika dimba lile la Stade Di Matizi. Je, AS Vita ama Simba ataondoka na alama 3? Ni dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika 45 za lala salama. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Kama wewe si bingwa, basi kazi yako ni kubwa ya kufanya hivi sasa ni kusikiliza tu ni kitu gani ambacho wenzio wanachokifanya. Mimi naitwa Tadei Cosmas, nikukaribishe kuzisikiliza dakika 45 za kipindi cha pili kati ya AS Vita dhidi ya Simba Sports Club. Mechi ambayo inapigwa katika dimba hili la Stade Di Matizi. Je, AS Vita ama Simba Sports Club ambaye ataondoka na alama 3 muhimu katika mechi hii ya leo? Lakini pia niwaambie tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ya Mbiwa Sauti Kuu TV ili uweze kujipatia zile habari zote za kimichezo, kijamii, kisiasa pamoja na burudani. Kama unahitaji kutangaza biashara yako, shule ya machuo, na Mbiwa Sauti Kuu TV, bei zetu nafuu zaidi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0713 0282 92 au 0745 70 68 16. Nyote mnakaribishwa. Refa anajaribu kuambia Simba mko sawa? Kama mko sawa niambieni niruhusu mimi shughuli iendelee. Asema niruhusu mimi shughuli hii iendelee. Pisi Kope Mushimba Mugaru jaribu kuzungumza hapa na muamuzi Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka, mzee wa kuamua matokeo muda wowote ule ambao usio utarajia. Muda ambao wewe sio utarajia ndio huo muda ambao Clatous Chota Chama huwa anaamua matokeo. Haya, kisha mpira ule haraka Vivia Sei bali kuzunguka Vivia cheza katikati kabisa, pana Papi Kabamba Shishimbi ananisha upande kutoka Amede lakini asimama vizuri hapa. Lari Bwari agonga kichwa. Tolewa mpira nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la AS Vita. Unakuwa ni mpira kurushwa kuelekea katika lango la AS Vita. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Kwenda kurusha mpira ule Shomari Kapombe, Shomari Kapombe kisha mpira moja mrefu kumtafuta nane, lakini anaambiwa umeutoa mpira ule nje. Pisi Kope Mushimba Mugaru, na kwa ni mpira kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Laka Mede Masasi, tuna tena mpira ule nje na kwenda kurushwa tena kuelekea katika lango la Simba. Kwenda kurusha mpira ule Osman Otala, cheza pale na Vivia Sei, mwacha mpira ule Osman Otala cheza katikati kabisa, mtafuta Papi Kabamba Shishimbi, lakini asimama vizuri Shomari Kapombe Shomari apiga mpira moja mrefu jaribu kumtafuta nani. Haya, Luis Mixoni anachelewa na wai mpira ule Papi Kabamba Shishimbi, kisha mpira nyuma kabisa kwa goli kipake Simon Omosola apiga mpira moja mrefu simama vizuri Tadeo Ruanga mkata umeme, anafanywa madhambi na inakuwa ni foul, napigwa kuelekea katika lango la AS Vita. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Mechi kati ya Zamalek dhidi ya MS Alger. Hapo ngoma ngumu, si Zamaleki wala MS Alger alioliona lango la mwenzie,
Hii ndio tafsiri halisi ya klabu bingwa barani Afrika. Sio unakwenda kucheza tu unajua kabisa unaenda kushinda goli 5 au 7. Hicho kitu hakuna. Labda wewe unacheza na Manyema. Piga mpira moja mrefu huko. Cheza vizuri hapa goalkeeper Simon Omosola. Inshallah kutafuta Osman Otara. Osman Otara anacheza Viviasei. Piga mpira moja mrefu huko. Simama vizuri hapa. Bado anapewa umeunawa mpira ule Mzamiru Yasini. Anzisha haraka. Haya, Amede Masasi anakwenda dhibitiwa hapa na Tadeo Ruanga. Kata umeme Tadeo. Anazunguka vizuri hapa Tadeo Ruanga. Pia pembeni kabisa mtafuta Lari Bwari anakwenda. Tafuta kule gane. Haya, Luis Mixoni. Louis kafanya nini? Azidiwa speed ile. Chris Mugaru. Natolewa mpira nje na anakuwa ni goal kick. Hii ni mechi ya klabu bingwa barani Afrika. Usitegemee labda mtu atafungwa goli 5 ama 6. Nataka goli hizo nyingi. Nenda akakutane na Manyema huko ili uweze kupata hizo goli 6, lakini ukifungwa goli moja shughuli ushaisha. Haya, Papi Kabamba Shishimbi pia bila moja mrefu huko toka mpira nje na inakuwa ni goal kick. Akwenda kuchukua mpira ule goalkeeper Aishi Salum Manula. Tanzania wani taratibu kwa madaa vile mtoto wa Morogoro kama hataki. Na pia pande ni mbele pia bila moja mrefu huko jaribu kutafuta Shomari Kapombe, lakini mpira unakwenda nje unakuwa wa kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Kwenda kurusha mpira ule Osman Otara. Osman anacheza na Fiston Kalala Fiston anakwenda Kalala anakwenda Fiston Kalala anaingiza cross moja ndefu huku na kwenda nje na inakuwa ni goal kick. Chukua pila goal kipa Aish Salum Manula Tanzania wani. Huyu anaitwa Elmaja Safi anasema unakunywa ipi tangazaji? Wewe unataka ninywe ipi? Piga mpira moja mrefu huko. Gonga kichwa pale Chris Mugaru hajawahi kukimbilia Luis Mixon, nafasi kwa Simba. Haya, Lari Bwana anaingiza cross moja ndefu huko. Tesa nafasi ya wazi akimbilia vizuri hapa Viviasei. Vivi acheza pale na nani? Juma Shabani. Juma katikati hapa Amede Masasi. Nisha nyuma kabisa anacheza Viviasei. Nisha nyuma kabisa kwa goli kipake Simon Omosola amesha upande huko. Tafuta Osman Otara, lakini anadhibitiwa na Tadeo Ruanga. Haya, Chris Mugaru tena na Shikibwaya. Lari Bwalia tena na Shomari Kapombe Lari Bwalia Chama mlisha tena hapa Shomari Kapombe anazunguka tena Clatous Tota Chama na bambatiza bila la kono kurushwa kuelekea katika lango ile la AS Vita. Hii ni klabu bingwa barani Afrika CAF. AS Vita dhidi ya Simba. Mechi inapigwa katika dimba ile la Stade Dimba Tizi. Haya, kesho bila laka ule Saidi Jacobo. Mama vizuri Mzamiru Yasini, kisha nyuma kabisa huko. Cheza pass kwa hawa. Tafuta Clatous Tota Chama, ndio kupapatwana poteza mali hiyo. Haya, Fiston Kalala na utoa mpira nje. Kalala anakutana na Kamka. Mpira unakuwa wa kurushwa kuelekea katika lango hili la AS Vita. Anakwenda kurusha mpira ule Shomari Kapombe. Cheza na Tadeo Ruanga anapoteza mali hiyo. Chukua laka Amede Masasi anakwenda na dhibitiwa na Mzamiru Yasini na pia mko wapi? Tupige pila mtafuto hapa. Haya, Mzamiru Yasini cheza na Lari Bwalia cheza pembeni kabisa mtafuta Clatous Tota Chama anakwenda Chama anaingiza cross moja ndefu atolea mpira nje na kwa kona. Inakuwa ni kona pigwa kuelekea katika lango la AS Vita. Inapigwa kona kuelekea katika lango hili la AS Vita. Hii ni maana halisi ya klabu bingwa. Haya, laka Luis Mixoni. Luis kunjuka hapa bado.
Chris Mugalu, Chris Kope anafanya madhambi na inakuwa ni foul, na pigwa kuelekea katika lango la wekundu wa Msimbazi Simba. Anakwenda kuchukua pina ule. Yani leo Papi Kabamba Shishimbi amekutana na Tadeo Ruanga. Shughuli yake imekuwa ni pevu. Anatweta Papi Kabamba Shishimbi. Haya, cheza pembeni kabisa, mtafuta nani? Jeremy Mbui anapiga cross moja ndefu kusimama vizuri hapa. Joash Onyango jaribu kukimbilia mpira huo. Fiston Kalala kia kwenda kurusha. Fiston Kalala si vitu atakufanya mabadiliko. Ora kuna mwamba mmoja anaingia pale. Haya, bado simama vizuri hapa. Viviase anapiga mpira moja mrefu, agonga kichwa. Joash Onyango anapokonywa mali. Ernest Luzolo Ernest anakwenda na dhibitiwa na Sergi Pasco. Hawa bado Fiston Kalala cheza katikati kabisa, mtafuta Ahmed Masasi cheza pale na nani? Haya, Juma Shabani anaingiza cross moja ndefu kwa, lakini anazuia Mohamed Hussein Shabalala. Toa mpira nje, unakuwa na kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Bado haraka Juma Shabani anazunguka. Juma Shabani dakika 53 hiyo. Unatolewa mpira nje na anakuwa ni kona, na pigwa kuelekea katika lango la Simba. Inakuwa ni kona, inapigwa kuelekea katika lango la Simba. Anakwenda kuchonga kona ile. Ni Ernest Luzolo ndio anakwenda kupiga kona hiyo dakika ya 53. Hii ni klabu bingwa barani Afrika CAF. Wanashiriki mabingwa tu. Hii ni kwa niaba ya mabingwa. Ndio maana hata ukiwa shuleni lazima kunakuwa na ule mshindi wa kwanza na ule wa kwanza, kunakuwa na wa pili na wa tatu, lakini ule wa kwanza ndio anakupewa kipaumbele. Pia kuna moja ndefu tuna mpira nje na inakuwa ni goal kick. Kwa hiyo yule anakuwa anaongoza sana darasani, ndio yule ndo anakuwa championi. Ndio hii maana halisi ya klabu bingwa. Kwenda kuchukua mpira ule, goal kick Aishi Salum Manula anaambia pandeni mbele, mimi nataka kumwaga maji tu. Piga mpira moja mrefu kwa Aishi Salum Manula, gonga kichwa pa Chris Mugalu, lakini anawahi mpira ule Osman Otala rusha mpira kuelekea katika lango la Simba. Haraka Osman Otala anaambia Mkwapi, piga mpira pembeni kabisa kumtafuta Viviasei, unatolewa mpira nje na Tadeo Ruanga, unakuwa ni kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Haraka anachukua mpira ule Osman Otala anamisha upande pale pembeni kumtafuta nani? Ernest Luzolo acheza na Papi Kabamba Shishimbi acheza na Ahmed Masasi. Ahmed acheza na Juma Shabani. Juma mtafuta tena Ahmed Masasi. Ahmed simama vizuri hapa. Mohamed Hussein Shabalala. Bado Papi Kabamba Shishimbi anakwenda. Papi simama hapa. Joash Onyango yuko chini, mchezaji mmoja wa Simba. Ni Mzamiru Yasini Saidi, lakini tayari amekwisha nyanyuka. Ambia hili gurudumu lazima tulisongeshe sote. AS Vita wanafanya mabadiliko ya wachezaji wawili. Wachezaji wawili. Anakwenda nje Papi Kabamba Shishimbi anakwenda nje. Papi Kabamba Shishimbi anakwenda nje. Papi Kabamba Shishimbi anambia bwana brother, tunashukuru kwa performance yako. Haya, ameingia Mumbele Mbusa ndio ameingia. Mumbele Mbusa. Tukisema Mumbele Mbusa, mashabiki wa Simba sijui akafikiria kwamba Mumbele Makusu. Huyu anaitwa Mumbele Mbusa. Pigwa mpira moja mrefu huko, tolewa nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea katika lango ile la Simba.
laka anakwenda kurusha mpira ule. Avieni Aseni cheza pembeni kabisa. Haya, bado anakwenda Ahmed Masasi. Ahmed nafasi kwa AS Vita. Ahmed Masasi atafanya nini? Asimama vizuri Mohamed Hussein Shabalala, bado anachukua mpira ule. Vivian Asei lakini anachelewa, anaondosha mpira Mohamed Hussein. Bado Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed Hussein afanywa madhambi na inakuwa ni foul na pigwa kuelekea katika lango la AS Vita. Inakuwa ni foul na pigwa kuelekea katika lango hili la AS Vita. Apigwa foul kuelekea katika lango la AS Vita. Kwenda kuchukua mpira ule. Goalkeeper Aisha Salum Manula, Tanzania wani. Aisha Salum Manula. Lisha laka na Seji Pasco hawa. Tena Joash Onyango. Piga mpira moja mrefu kumtafuta Lali Bwali, achelewa. Simama hapa. Vivian Asei. Lisha mpira kwa goalkeeper huko. Piga mpira moja mrefu. Omosola. Natoa mpira nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la AS Vita. Laka Lali Bwali anakwenda na Chama Lali Bwali atoa pasi mkaa. Simama vizuri hapa. Haya, bado jaribu kucheza huko. Gonga kichwa Lali Bwali, cheza na Clatous Chota Chama anakwenda, anafinya mtu, giza cross moja ndefu, nafasi kwa Simba. Luis Mixon poteza nafasi ya wazi hapa. Luis Mixon nini? Referee anasema nini? Mkwaju wa penalty. Simba anapata mkwaju wa penalty. Mwamuzi anafunika tuta. Luis Jose Mixon alikunjuka bakora ile. Alikwenda kunawa mpira ule Vivi Asei. Simba wanapata penalty dakika 59. Kumekucha katika dimba la Stade Dimatizi. Simba wanapata penalty. Habari mnayo. Na wanafanya mabadiliko. Lali Bwali anakwenda nje na nafasi yake inachukuliwa na Francis Kahata Nyambura. Anaingia kuchukua nafasi ya Lali Bwali. Simba wanapata penalty. Aliyekuambia anapigwa goli 5 nani? Aeke evidence ubaoni. Mpiga foul Liki Tulenge ndio anakwenda kupiga foul hiyo. Naambia tayari mshajaa kati, naambia yesa. Naambia haya, maji yanakuja. Piga mpira moja mzuri kwa simama vizuri hapa Mohamed Hussein Shabalala. Anatoa mpira nje, unakuwa ni kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Haraka anachukua mpira Ahmed Masasi. Ahmed Masasi anarudisha mpira nyuma kabisa kwa goli kipake Simon Omosola. Cheza pale na nani? Osman Otala. Jaribu kuzunguka Osman Otala, anakwenda Osman Otala. Cheza pembeni kabisa, mtafuta nani? Fiston Kalala kutana Kamka. Fiston Kalala. Lisha mpira nyuma kabisa huko. Jaribu kusimama vizuri hapa. Osman Osman anakwenda. Cheza pembeni kabisa, mtafuta Juma Shabani. Tena na Ahmed Masasi. Washa pembeni kabisa pale nani? Bado chukua mali ile Jeremia Mbui, lakini apokonywa mpira ule haraka jaribu kukimbia Clatous Chota Chama. Na dhibitiwa hapa Chama, bado anakwenda Ernest Ruzoro, bado. Haya, nafasi hiyo kwa AS Vita, akisimama vizuri hapa Kachi Francis Kahata Nyambura. Yuko chini mchezaji mmoja wa AS Vita, lakini anaambiwa wewe lala, si tunacheza. Mwisho wa siku kisikia kamba zimetikisika, usijaribu kwanza kuleta malalamiko kwa marefari. Haya, simama vizuri hapa Joash Onyango. Shomari Kapombe anaonyesha mpira ule katika hatari, anautoa mpira ule nje. Jeremia unakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la AS Vita. Dakika ni 67.
Dakika ni 67. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Hii ni klabu bingwa barani Afrika na si VPL kama mlivyozania. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Shomari Kapombe, shabila moja mrefu mtafuta Chris Mugalu. Mugalu anakwenda Chris Mugalu. Tuna mpira nje na kuona kurusha tena kuelekea katika lango la AS Vita. Kwenda kurusha mpira ule Shomari Kapombe. Shomari Kapombe. Mashabiki wa Simba wanajaribu kuwauliza AS Vita. Sasa ilikuwa ya nini kuweka mechi usiku? Kwa nini msingeweka saa 10 tu? Mpaka sasa hivi ili julikane kwamba nani kalala mapema. Haya. Simama vizuri hapa. Jaribu kugonga kichwa. Mzamiru Yasini Saidi akina madhambi yamefanyika. Yuko chini. Ahmed Masasi na anakuwa ni foul unapigwa kuelekea katika lango la Simba. Inakuwa ni foul unapigwa kuelekea katika lango la Simba. Na onyeshwa kadi ya manjano Tadeo Ruanga. Tadeo Ruanga anaonyeshwa kadi ya manjano. Tadeo Ruanga anaonyeshwa kadi ya manjano. Haya, nafasi hiyo, poteza nafasi ya wazi hapa. Mbuyi anapoteza nafasi ya wazi. Ilikuwa ni nafasi kwa AS Vita kusawazisha goli. Mistake ambazo alizicheza Joshua Onyango pamoja na Seji Pasco hawa. Hizi ndio mistake ambazo tunazizungumza kwa muda mrefu. Tena mistake hapa. Napoteza nafasi ya wazi AS Vita. Chukua mpira ule goalkeeper Aishi Salum Manula. Aishi Salum Manula, dakika 69. Ukipata ujileta majivuno. Ukipata uleta majivuno. Chukua mpira haraka Francis Kaata Nyambula. Kaata anatolewa mpira nje. Unakuwa ni kurushwa kuelekea katika lango la AS Vita. Rushwa mpira kuelekea katika lango la AS Vita. Kwenda kurusha mpira ule Shomari Kapombe. Shomari Kapombe cheza na Chris Mugalu. Chris bado anachukua mali we Chris Mugalu anakwenda. Shomari Kapombe anamisha upande, kuna nafasi kwa Simba. Haya, Mzamiru Yasini goal kick. Mzamiru Yasini alikujuka makola ile, lakini kule ngalango. Haya, Tadeo Ruanga anamisha mpira mbele kabisa huko. Jaribu kugonga kichwa hapa. Vivian Asei cheza pembeni kabisa, mtafuta Osman Otala. Osman Otala. Osman Otala anazunguka. Bado Osman Otala. Jaribu kukonywa mpira ule, lakini anambia umefanya madhambi. Kachi Francis Kaata Nyambula. Na anakuwa ni foul unapigwa kuelekea katika lango la Simba. Laka anachukua mpira ule. Ahmed Masasi. Ahmed Masasi alimwashia pembeni kabisa Juma Shabani. Juma anakwenda akidhibitiwa hapa na Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed Hussein Shabalala piga mpira moja mrefu huko. Simama vizuri hapa. Vivi Asei cheza katikati na Ahmed Masasi. Pokonywa mali na Francis Kaata Nyambula. Unatolewa mpira nje, unakuwa ni kurusha kuelekea katika lango la Simba. Kwenda kurusha mpira Liki Tulengi. Tuna tena mpira unarushwa kuelekea katika lango tena la Simba. Dakika ni ya 71 hiyo. Dakika ni ya 71 hiyo. Klabu bingwa barani Afrika Simba kwa mbele kwa goli 1-0. Tena katikati kabisa baada ya Ahmed Masasi. Ahmed Mishopani mtafuta Juma Shabani. Juma Shabani apiga mpira moja mrefu huko. Haya, jaribu kukimbilia hapa Fiston Kalala. Fiston Kalala na Shomari Kapombe. Fiston Kalala rudisha nyuma kabisa huko. Jaribu kutafuta nani? Ahmed Masasi. Iza cross Ahmed. Haya, nafasi kwa AS Vita, lakini tayari Aishi Salum Manula alichezewa madhambi. Na yuko chini ya Aishi Salum Manula. Na kwa hasira alizokuwa nazo Aishi Manula, na glavu anataka kuvua Aishi Salum Manula. Huko AS Vita akitaka kufanya mabadiliko. AS Vita wanafanya mabadiliko. AS Vita wanafanya mabadiliko. AS Vita.
anakwenda nje. Ahmed Masasi yule, nafasi yake inachukuliwa na Kape Muloko. Muloko ndio anaingia. Muloko anaingia kuchukua nafasi ya mtu, kwenda kuchukua nafasi ya Saidi Yakubu. Zone naye ameingia. Zemanga Zone. Haya, chukua mpira ule haraka unakuwa unakurushwa kuelekea katika lango ile la Simba, kwenda kuchukua mpira ule Osman Otara. Simama vizuri hapa Kachika Nyambula, misha pembeni kabisa huko. Tadeo Ruanga tena Bakatu Stota Chama, nafasi kwa Simba. Chama anakwenda, Chama anafanya nini? Chama bado anadhibitiwa hapa na Juma Shabani anakwenda, Juma Shabani bado anao mpira wa AS Vita, tayari anaambiwa brother, ulishaunawa mpira huo. Liki Tulenge anaambiwa ulishaunawa mpira huo. Refa anambia haya, sogea huko. Anambia Luis Mixon, tulia. Mpira ule ulikwenda kumgonga muamuzi. Haya, haraka Osman Otara Osman Otara anazunguka. Vya mko wapi, mbona siwaoni? Sasa Juma Shabani. Juma Shabani anazunguka. Juma Shabani dakika 73 hiyo. Juma Shabani tena pembeni kabisa, mtafuta Liki Tulenge. Liki simama vizuri hapa, Mohamed Hussein Shabalala, lakini tayari anaambiwa Liki Tulenge ulishajenga kibanda. Tadeo Ruanga tena katikati kabisa hapa, anapokonywa Mario. Haya, Mzamiru Yasini Saidi tena nyuma kabisa, kuna Shomari Kapombe tena na Kachika hata Nyambula, anaweka mpira gambani. Francis Kahata Nyambula mchukua mtu hapa vizuri hapa, anafanywa madhambi na inakuwa ni foul, anapigwa kuelekea katika lango la AS Vita. Dakika ni 74. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Mnyama Simba akinguruma katika dimba ila Stade Dimatizi. Wakibada goli moja, Simba moja, AS Vita hajapata kitu. Seji Pascal anapiga mpira moja mrefu, agonga kichwa hapa. Bado hajaribu kukimbilia. Haya, Tadeo Ruanga tafanya nini? Atajaribu kumdhibiti. Cheza bana Juma Shabani. Juma kiza cross moja ndefu, kaisimama vizuri hapa Josh Onyango. Na utoa mpira ule nje, na unakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la Simba. Na kwenda kurusha mpira ule Viviasei cheza nyuma kabisa, kuna Ernest Ruzolo cheza katikati na Ahmed Masasi tena Juma Shabani. Juma Shabani cheza katikati na Ahmed Masasi. Ahmed anaingiza cross moja ndefu huku, gonga kichwa hapa Shomari Kapombe. Bado anachukua mpira huo Viviasei, lakini anaondosha mpira katika hatari Mzamiru Yasini Saidi. Haya, chukua mpira haraka Osman Otara Osmane cheza pembeni kabisa, mtafuta Muloko kama Muloko. Bado Muloko arudishiwa Mario, isha nyuma kabisa kwa cheza na Osman Otara. Osman anapiga mpira moja mrefu, mtafuta Juma Shabani. Juma Shabani anadhibitiwa hapa na Luis Mixon, bado anakwenda Juma Shabani anakwenda nafasi kwa AS Vita, poteza nafasi ya wazi hapa AS Vita, na inakuwa ni goal kick. Alijaribu kuingia Viviasei, wanapoteza nafasi ya wazi AS Vita, na inakuwa ni goal kick. Dakika ni 76. Hii inaitwa kila mtu ashinde mechi zake, lakini kama ukimuokota una mzembe, mpige goli nyingi tu. Kama goli nyingi huwezi kufunga, basi mpige kidude tu kimoja tu cha uchungu cha afya kabisa, ambacho anaweza kashushana maji na biskuti au na keki akashiba. Haya, chukua pila haraka Ernest Ruzolo Ernest akinasimama vizuri hapa. Bado Ernest Ruzolo apiga kule, goal kick. Sasa hivi plan ya AS Vita wanaingia nao ni kujaribu nje ya 18. Wanajaribu kupiga nje ya 18. Naambiwa ukikutana na mwezio ambao unaona kabisa huna uwezo wa kumfunga, kama uwezi kumfunga goli 4, basi mfunge goli moja tu, ashushie na maji, amezena afkeki, akitoka hapo akiwa ameshiba kabisa. Yuko chini
Chris Kope Mushimba Mugaru. Na naomba kufanyiwa mabadiliko Chris Mugaru. Chris Mugaru ameumia na naomba afanyiwe mabadiliko. Na tayari ananyanyuka na kwenda nje. Naomba mabadiliko Chris Kope Mushimba Mugaru. Chris Kope Mushimba Mugaru. Kama mechi kimalizika hivi, basi Mugaru atarudi Dar es Salaam akivimba kifua mbele, huku kwa wale wazee wa kuhakikisha timu inapata matokeo, timu ya hamasa kwa maana mashabiki wakiwa wanajimwaya wakiwa wanajimwamba fai, wakivimba mtaani. Na kesho kama nawaona vile mashabiki wa Simba, kama matokeo taisha hivi, lazima wataomba na ulinzi kesho. Piga pila moja mrefu kukimbilia goli kipashi Salmanula. Weka pila katika imaya yake. Dakika ni 78. Dakika ni 78. Kesho mashabiki wa Simba wataomba kabisa na ulinzi kama walivyo mashabiki wa Manchester United. Piga pila moja mrefu simama vizuri hapa. Jaribu kukimbilia Luis Mixoni. Lui anapokonywa mpira ule haraka. VVS natolewa mpira nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango ile la Simba. Chukua mpira haraka. Ahmed Masasi. Ahmed anachelewa. Na mpira ule unakwenda moja kwa moja nje. Na inakuwa ni goal kick. Kwa wale wazee wa kubeti, tayari sasa hivi kuna watu ambao wanalia, kuna watu wamezimia, na kuna watu wanacheka huku stiki ikiwa mdomoni. Medi Kagere anaingia kuchukua nafasi ya Chris Kope Mushimba Mugaru. Chris Kope Mushimba Mugaru anakwenda nje. Nafasi yake inachukuliwa na Medi Kagere. Chukua mpira ule haraka. Osman Otara Osman cheza katikati pale na Ernest Ruzolo anacheza Juma Shabani. Juma Shabani anakwenda, Juma Shabani anazunguka. Juma anahamisha upande kumtafuta nani? Fiston Kalala. Lakini anachelewa, anadhibitiwa hapa na Tadeo Ruanga. Piga mpira moja mrefu Tadeo, au na mtu bado anachukua. Ahmed Masasi cheza pembeni kabisa kule mtafuta Juma Shabani. Juma misha upande huko, ndio mtafuta Liki Tulenge anakwenda Tulenge anachukua kijiji Tulenge, lakini asimama vizuri hapa. Bado weka mali pale kifuani. Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed anapokonywa mpira ule haraka bado anakwenda vijana AS Vita. Chukua nyuma kabisa huko. Fiston Kalala Fiston anacheza pale na Osman Otala. Anaingiza cross moja ndefu mtu. Nafasi yuko AS Vita. Simama vizuri hapa. Bado atafanya nini? Poteza nafasi wazi, inakuwa ni kona inapigwa kuelekea katika lango la Simba. Alijaribu kuingia Vivian Asie. Ni moja wa wachezaji ambao wana nguvu kweli kweli. Dakika ni 80 na kwenda 81. Wale kwa Lalumpa tuelewane. Chukua mpira ule haraka. Fiston Kalala Fiston. Giza cross moja ndefu nafasi huko AS Vita. Bado anachukua mpira Vivian Asei. Simama vizuri hapa. Mohamed Hussein Shabalala. Misha upande mtafuta nani? Nafasi hiyo kwa Simba. Medi Kagere anakwenda. Nafasi kwa Simba, anafanya nini? Klatus Chota Chama. Chukua haraka. Shomari Kapombe giza cross kwa Medi Kagere. Medi bado. Shomari Kapombe poteza nafasi wazi hapa Simba. Bado Medi Kagere cheza pala haraka. Chukua mpira huu Francis Kaata Nyambula. Francis Kaata Nyambula cheza Klatus Chota Chama anapoteza mpira huu. Ilikuwa nafasi ya wazi kwa Simba kuweza kuandika goli la pili. Toa mpira utoa Shonyango na kuona kurusha kuelekea katika lango la Simba. Poteza nafasi ya wazi. Joa Shonyango piga bila moja mrefu huko. Simama vizuri hapa Osman Otala. Akwenda Mohamed Hussein Shabalala.
msingi mbio sasa. Mohamed Hussein Shabalala anakwenda, Shabalala anacheza bana Luis Miquissone tena Ahmed Kagere anakwenda mwacha Luis Miquissone, mwacha bana haraka Mzamiru, bado nafasi kwa Simba wanapoteza nafasi za wazi. Poteza nafasi za wazi hapa Simba. Haya, chukua mpira ule Riki Tulenge Riki amisha upande mtafuta Fiston Kalala, lakini mpira unakuwa ni mrefu na kwenda nje na unakuwa ni wakurusha kuelekea katika lango la AS Vita. Dakika ni 82 na kwenda 83 kipindi cha pili. Hii ni klabu bingwa barani Afrika, Simba akiwa mbele kwa goli 1-0. Kwenda kurusha mpira ule Shomari Kapombe tena mtafuta Medi Kagere, anaambiwa umefanya madhambi. Medi Kagere na kwa ni follow unapigwa kuelekea katika lango la Simba. Haraka achukua mpira ule Ahmed Masasi, kisha nyuma kabisa acheza na Vivia Asie Vivia, piga bila moja mrefu katikati hapa, simama vizuri Mzamiru Yasini, gonga kichwa Medi Kagere, anafanywa madhambi Medi Kagere na kwa ni follow unapigwa kuelekea katika lango la AS Vita. Fanywa madhambi Medi Kagere na yuko chini, anaonyeshwa kadi ya manjano mchezaji mmoja wa AS Vita. Dakika ni 83. Tuelewane jamani, dakika ni 83. Dakika ni 83. Wapo ambao kesho wataomba kuamka na mabodyguard ili watembee kifua mbele, wakitembea wakivimba. Anaonyeshwa kadi ya manjano Vivia Asie, anaonyeshwa kadi ya manjano kumchezea madhambi Medi Kagere, kwenda kupigwa foul kuelekea katika lango la AS Vita. Dakika ni 84 hiyo, kwenda kupiga mpira ule Seji Pasco hawa. Seji tena pembeni kabisa mtafuta Shomari Kapombe, kisha nyuma kabisa huko cheza nani Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed anapoteza mali ile. Haya, Viviasi anakwenda kisha upande pembeni kabisa ule mtafuta Osman Otala. Osman anakwenda Osman Otala cheza pembeni kabisa mtafuta Juma Shabani poteza mali hiyo. Tosha mpira katika hatari Tadeo Ruanga, bado anajaribu kukimbilia Mohamed Hussein Shabalala, azunguka Mohamed Hussein Shabalala piga bila moja mrefu mtafuta Medi Kagere na gonga kichwa, simama vizuri hapa Osman Otala cheza na Medi Kagere. Medi anapo amefanya madhambi na kwa ni foul unapigwa kuelekea katika lango hili la AS Vita. Dakika ni 84 na kwenda 85. Dakika ni 84 na kwenda 85. Haraka Juma Shabani anakwenda Juma Shabani cheza katika kabisa mtafuta Riki Tulenge Riki anazunguka kisha nyuma kabisa kwa cheza na Osman Otala Osman anacheza pembeni kabisa mtafuta Fiston Kalala Fistoni atakutana na Joash Onyango, kaamka kisha bila katikati kabisa hapa mtafuta Ahmed pia bila moja mrefu huko, bado anao mpira. Haya, Vivian Asie kona anapigwa kuelekea katika lango la Simba. Inakuwa ni kona anapigwa kuelekea katika lango la Simba, kwenda kuchonga kona ile Riki Tulenge, iza kona moja ndefu ndani kuingilia hapa. Haya, Fiston Kalala anakutana hapa na Francis Kata Nyambula, kaamka na kutoa mpira nje, unakwenda kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Dakika ni 86, ndani kucheza vizuri hapa. Haya, bado Juma Shabani kafanya nini? Anaondosha mpira katika hatari. Mohamed Hussein Shabalala anatoa mpira nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la Simba, kwenda kurusha mpira ule Osman Otala. Seji Pasco wao anaonyeshwa kadi ya manjano kwa kuchelewesha muda. Sio kadi ya manjano kwa kuchelewesha muda Seji Pasco hawa. Haya, AS Vita bado wanaliandama lango la Simba. AS Vita bado wanaliandama lango la Simba. Chukua mpira ule Juma Shabani. Simba wataka kufanya mabadiliko, na muona Kennedy Wilson Juma. Shomari Kapombe piga mpira moja mrefu kule Shomari. Jaribu kumtafuta nani? Tatu Sota Chama anatoa mpira nje, unakwenda kurusha kuelekea katika lango la AS Vita. Simba wanafanya mabadiliko.
Simba wanafanya mabadiliko, anakwenda nje Chama, anaingia Kennedy Wilson Juma. Clatous Chota Chama anakwenda nje, nafasi yake inachukuliwa na Kennedy Wilson Juma. Hayo ni sabu za kiufundi zaidi. Huwezi kuelewa kama wewe sio mwanamchezo, huwezi kuelewa kamwe. Lakini kocha Didier Gomes da Rosa kuna kitu ambacho anakihitaji, anataka kulinda ile goli ambalo amelipata. Chukua mpira ule haraka. Inakuwa ni follow na pigo kuelekea katika lango la AS Vita. Kwenda kuchukua mpira ule Shomari Kapombe. AS Vita ndio wamekuwa watumwa sasa, wanafuata mipira na wanaweka. Sergi Pasco hawa. Piga mpira moja mrefu kule wao. Jaribu kukimbilia mpira ule Vivia. Dakika 87 hiyo inakwenda 88. Piga mpira moja mrefu huko. Cheza katikati kabisa hapa. Simama vizuri hapa Joash Onyango. Cheza nani Medi Kagere. Medi Kagere acha Luis Mixon anacheza pia, piga moja mrefu mtafuta Medi Kagere anakwenda Medi Kagere baba tisa bado anakwenda Medi Kagere. Natolewa mpira nje, inakuwa nini? Inakuwa ni goal kick. Kwenda kuchukua mpira ule haraka. Goalkeeper Simon Omosola. Dakika ni 88 hiyo inakwenda 89. Wande watu tujuzane tu kwamba hivyo. Kwenda kuchukua mpira ule haraka. Amede Masasi anazunguka. Amede Masasi anakwenda. Pointi 3 ndio inahitajika. Cheza Ernest Rusolo apiga mpira moja mrefu huko. Simama vizuri hapa Mohamed Hussein Shabalala. Tena Tadeo Ruanga. Tena Mzamiru Yasini Saidi. Naambia mko wapi, mbona siwaoni? Tena Mohamed Hussein Shabalala apiga mpira moja mrefu mtafuta Luis Mixon anakwenda. Luis Jose Mixon bado anazunguka. Luis Mixon naambia mko wapi? Jaribu kuzunguka vizuri hapa. Bado Luis Mixon apokonywa mali ile. Simama vizuri hapa Mohamed Hussein Shabalala. Tena Tadeo Ruanga mtafuta Luis Mixon anakwenda. Luis Mixon mtafuta Medi Kagere. Offside. Ndio tayari ushajenga kibanda Medi Kagere. Dakika ni 89 na kwenda 90. Dakika ni 89 inakwenda 90. Pigwa mpira moja mrefu huko. Gonga kichwa pa Joash Onyango. Bado akimbilia mpira Juma Shabani anakwenda. Juma Shabani bado anazunguka. Juma Shabani anakwenda. Juma Shabani anacheza pembeni kabisa, mtafuta nani? Piga mpira moja mrefu huko kama atapa goalkeeper Aishi Salum Manula anavimba, anajimwamba fai, anadunda akiwa katika lango lake. Dakika ni 90 na dakika 4 zimeongezwa kwa ajili ya kutamatisha dakika 90. Dakika 4 zimeongezwa. Piga mpira moja mrefu huko Simon Omosola. Mtafuta pale Juma Shabani, lakini asimama vizuri Mohamed Hussein Shabalala. Piga mpira moja mrefu Mohamed Hussein. Cheza katikati pa Amede Masasi. Dakika 4 zimeongezwa. Tena pembeni kabisa mtafuta Mumbele Musa. Piga kosi moja ndefu kama atapa goli Aishi Salum Manula. Tanzania wani anaweka mpira katika imara yake Aishi Salum Manula. Anapiga mpira moja mrefu kwa Aishi Salum Manula. Piga mpira moja mrefu. Anakwenda kuikimbilia mpira ule goalkeeper Simon Omosola. Anapia mkwapi. Naye anapiga mpira moja mrefu kumtafuta Juma Shabani. Juma Shabani nafasi kwa AS Vita. Lakini anasimama vizuri hapa Tadeo Ruanga. Chukua mpira ule Fiston Kalala. Cheza nyuma kumtafuta Amede Masasi. Piga mpira moja mrefu gonga kichwa Joash Onyango. Bado haya Vivias anaingiza cross, nafasi kwa AS Vita. Toa mpira nje na anakuwa ni goal kick. Apoteza nafasi ya wazi Mumbele Mbusa anapoteza nafasi ya wazi. Zile dakika 2, zile dakika 4 tayari moja ishakuwa katika na kwenda pili hiyo. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Aishi Salum Manula apiga mpira moja mrefu huko. Gonga kichwa hapa. Haya. Vivia cheza katikati kumtafuta Amede Masasi.
napiga mpira moja mrefu kujaribu kutafuta vyai. Osmani Otala anamwaga maji kwa Osmani Otala, gonga kichwa hapa. Haya, simama vizuri hapa, bado nafasi kwa AS Vita. Toa pila katika hatari, Mohamed Hussein Shabalala. Hapana, alikuwa ni Kennedy Wilson Juma. Wanakwambia kazi ngumu mpe mtu mweusi, shughuli yoyote ngumu mpe mtu mweusi, yeye ndo anajua kitu gani afanye. Ndicho ambacho anakifanya hapa Kennedy Wilson Juma, ndicho ambacho anakifanya Kennedy Wilson Juma. Hiyo mpira moja mrefu kwa Aisha Salmanula, tafuta Medi Kagere, Medi atawai. Haya, Medi Kagere, Medi acheza na Luis Miquissone, cheza katikati kabisa hapa. Tadeo Lwanga msha Medi Kagere tena. Haya, Luis anazunguka, Luis acheza Mohamed Hussein Shabalala, angiza mpira moja mrefu katikati hapa, pigwa mtu kikoe cha maana. Haya, Mohamed kisha pembeni kabisa, mtafuta Shomari Kapombe. Zile dakika 4 zishakatika 3, imebaki moja tu kwenda mpira pale. Haya, misha upande, mtafuta Luis Miquissone, kisha haraka huko. Simba anakwenda, Simba anatakata. Shomari Kapombe arudisha nyuma kabisa, Serge Pasco Wawa piga mpira moja mrefu. Jaribu kukimbilia pale, Medi Kagere atawai. Haya, Medi Kagere fanya ni mpira kwenda nje, wanakwenda kurusha kuelekea katika lango la AS Vita. Zimebaki sekunde Wandewa, refa anajaribu kutazama saa yake. Kocha Didier Gomes Darosa anaambia wenzake kwamba muda wa kushangilia huo ushakaribia. Kwenda kurusha mpira wa Shomari Kapombe, na zihesabu sekunde tu, zimebaki sekunde 9, sekunde 8, sekunde 7, sekunde 5, sekunde 6 nini, na mpira umekwisha. Dakika 90 zimetamatika. Klabu bingwa barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba wanaondoka na ushindi. Wekundu wa Msimbazi Simba wanachomoza na ushindi katika dimba hili la Stade di Matizi. Simba wanaondoka na ushindi, mpira umekwisha. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Kama sio wewe bingwa, wewe kama si bingwa, hii shughuli haikuhusu. Hii shughuli ya mabingwa tu. Mimi naitwa Tadei Cosmas, ndio niko nakuletea simulizi ya dakika 90 ya mchezo kati ya Simba dhidi ya AS Vita. Na mtazamaji wa Mbio Sauti Kuu TV, dakika 90 zimetamatika. Klabu bingwa barani Afrika kati ya AS Vita dhidi ya Simba Sports Club. Simba akidhihirisha ubora wao, wakidhihirisha kwamba sisi sio nyumbani peke yake tunaweza kupata matokeo, hata ugenini tunaweza kufanya hivyo. Shujaa ni Chris Kope Mushimba Mugaro aliweka kambani goli moja kwa mkwaju wa penalty na kuwafanya Simba kuwa na alama 3 kibindoni, wakipata pointi 3 ugenini, AS Vita wakiwa hoi nyumbani. Lakini
Simba imeng'ara ugenini. Mechi imetamatika katika dimba la Stade Di Matizi na Simba akiondoka Mashujaa kwa kupata ushindi wa goli 1-0. Mimi naitwa Tadei Cosmas, nikukaribishe kwa ajili ya kufanya tathmini ya dakika 90 ya mchezo huu. So far mechi ilikuwa ni ngumu. Kwa maana kwa timu zote mbili, ukiangalia kwa upande wa AS Vita kipindi cha kwanza ilikuwa ni tough game kwa maana kwa timu zote mbili, kwa upande wa Simba hali kadhalika kwa upande wa AS Vita, kwa sababu AS Vita moja kwamba wanajua kabisa wakiweza kufunguka wao waanze kutumia counter attack na kuweza kupata matokeo. Lakini Simba alichokifanya ni kwa maana kwamba kujaribu kuwaweka wakina Shomari Kapombe pamoja Mohamed Hussein Shabalala wasipande, bali waweze kuwasaidia kina Seji Pasco pamoja na Joao Onyango. Kipindi cha pili kocha Didier Gomez da Rosa kaingia na kikosi chake kile akafanya mabadiliko kwa maana kumtoa Lari Bwalia na kumuingiza Francis Kata Nyambula, kwa sababu Lari Bwalia hakuwa katika form nzuri zaidi, japo alionyesha performance kubwa, lakini hakuwa katika form nzuri. Goli ambalo limetengenezwa, sababu unaangalia mpira cross ambayo ilianza kutoka kwa Chama, ambao alikwenda kuswitch moja kwa moja kumtafuta Luis Mixon. Mixon alikuwa na option ya kufunga, akapiga shoot ambapo beki wa AS Vita kwenda kunao ile mpira, na bahati nzuri muamuzi hakuwa mbali, alikuwa karibu pale akaona ule mpira akaweka penalti, na Chris Mugaru anakwenda kupiga penalti nzuri na kuandikia Simba bao la kwanza. Na jaribu kucheza kwa maana kwamba Simba kocha Didier Gomez da Rosa akaamua kufanya mabadiliko ya kiufundi zaidi, kwa maana kwamba kumtoa Clatous Chota Chama kumuingiza Kennedy Wilson Juma, kwa sababu wanajua kabisa kwamba hawa AS Vita wanakuja sana kunishambulia. Kwa hiyo sasa inabidi niongeze mabeki ambao watakwenda kuongeza ulinzi mzuri na kuifanya timu yangu iweze kubakia na ushindi huu wa goli 1-0. Na kweli wakafanikiwa, kaingia pale Kennedy Wilson Juma, wakaleta pacha pamoja Joao Onyango na Seji Pasco, hawa chemistry yao ikawa bora zaidi, wakajaribu kuadhibiti kina Juma Shabani wasiweze kuleta athari yote katika lango lao. Aisha Salum Manula, man of the match, amejaribu kufanya vizuri zaidi, kacheza vizuri zaidi, jaribu kukaa katika position na kuifanya Simba iweze kuibuka na alama 3 muhimu. Sofa kitu ambacho kilikuwa kinahitajika zaidi, Simba alikuwa na mambo mawili, either apate pointi 3 ama apate pointi 1, lakini si kufungwa, na kafanikiwa kuchukua pointi 3 katika kundi lao lile. Yeye ndo anaongoza, ana pointi 3. Kwa hiyo mechi ya pili anacheza tarehe 23 mwezi huu wa pili katika dimba la Benjamin William Mkapa, anaenda kucheza dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo mahesabu mengine yanatakiwa, kwa maana kwamba anakwenda kucheza na Al Ahly, wanatakiwa kupata pointi 3. Akipata pointi 3 anakuwa na pointi 6, atakuwa anahitaji pointi hizi 3 tu afikishe pointi 9, atinge katika hatua ya robo finali. So far unaona kabisa mechi hizi, michuano ya makundi imekuwa ni migumu zaidi, lakini watu wengi walikuwa wanazungumzia kwamba AS Vita labda itakuja na ile performance yao ile ya kushambulia zaidi, lakini walikuwa wa kawaida mno na walistahili kufungwa, kwa sababu hawakuwa kuofi chochote kile. Hakuna pressure yote ambayo walikuwa wanapeleka katika lango lao, katika lango la Simba, japo walikuwa wanajaribu kufika, lakini nani atafanya finishing ya mwisho? Hiyo ndio ilikuwa ni tatizo kwa upande wa AS Vita. Na mtazamaji wa Mbio Sauti Kuu TV, na hii ilikuwa ni tathmini ya dakika klabu bingwa barani Afrika kati ya AS Vita imemalizika katika dimba la Stade Di Matizi, na Simba akitoka kifua mbele kupata ushindi wa goli 1-0, goli kwa kambani na Chris Kope Mushimba Mugaru. Lakini pia nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, like na kucomment YouTube channel yetu Mbio Sauti Kuu TV ili uweze kupata zile habari zote za kimichezo, kijamii, kisiasa pamoja na burudani. Tembelea tovuti zetu Facebook, Instagram pamoja na Twitter, tunapatikana kama Mbio Sauti Kuu TV. Kama unahitaji kutangaza biashara yako, shughuli ya machuo ndani ya Mbio Sauti Kuu TV, bei zetu nafuu zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0713028292 au 0745706816. Nyote mnakaribishwa. Peleka shukrani zangu za dhati kabisa kwa director Edison Kabemela, ndio anahusika na kila kitu ambacho unakiona hivi sasa. Video zote ambazo unaziona pale mjini YouTube, picha zote ambazo unaziona katika peji zetu za kijamii, kazi kubwa inafanywa na director Edison Kabemela. Kwa upande wa sauti kwa Freedom Richard, ndio ananifanya nisikike nikiwa ndani na nje ya Tanzania. Lakini pia nikwambie tu kwamba usisahau kunifollow katika Instagram account yangu, natumia Tadei Cosmas, ni follow ili uweze kupatia habari zote za kimichezo. Mimi naitwa Tadei Cosmas, nikuache tu na hiki kwamba hii ni klabu bingwa barani Afrika. Kama wewe si bingwa,
basi unatakiwa tu kuwashangilia wenzio, uone kile kitu ambacho wanakifanya. Nikutakia usiku mwema, kesho nayo ni siku.